Urusi inatafuta uhakikisho kwamba NATO itaitenga Ukraine dhidi ya wanachama na kwamba Ukraine itabaki kuwa neutral katika makubaliano yoyote ya amani. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Ukraine amesema, tutadai kwamba dhamana za usalama zisizoweza kuvunjika ziwe sehemu ya makubaliano haya, Alexander Grushko aliambia chombo cha habari cha Urusi Izvestia. Sehemu za dhamana hizi inapaswa kuwa hadhi ya Ukraine kama taifa lisiloegemea upande wowote wa nchi za NATO kukataa kuipokea katika muungano, aliongeza. Kauli hii inakuja wakati Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kuwa atazungumza na mwenzake wa Urusi Vladimir Putin Jumanne, huku mazungumzo yakiendelea kuhusu uwezekano wa kusitisha vita vya miaka mitatu nchini Ukraine. Akizungumza ndani ya Air Force One Jumapili jioni, Rais Trump alisema, kazi kubwa imefanyika mwishoni mwa wiki hii. Tunataka kuona kama tutaweza kumaliza vita hivyo. Tutazungumzia kuhusu ardhi, tutazungumzia kuhusu mitambo ya umeme, Trump alisema alipoulizwa kuhusu masharti ya mazungumzo. Trump aliongeza kuwa tayari amezungumzia mgawanyo wa mali fulani kati ya Urusi na Ukraine. Marekani na Ukraine wamekubaliana kupendekeza usitishaji mapigano kwa siku 30 kwa Urusi. Wakati Putin anaunga mkono usitishaji mapigano, ameweka masharti magumu kwa ajili ya kufanikisha amani. Moja ya maeneo yenye mvutano ni mkoa wa magharibi wa Urusi wa Kursk, ambako Ukraine ilifanya uvamizi wa kijeshi Agosti mwaka jana na kuteka sehemu ya eneo hilo. Putin amedai kuwa Urusi sasa inadhibiti kikamilifu Kursk na kusema wanajeshi wa Ukraine waliopo huko wamezingirwa. Ameibua pia maswali mengi kuhusu jinsi usitishaji mapigano utakavyosimamiwa na kudhibitiwa katika mstari wa mbele mashariki mwa Ukraine. Wakati huo huo, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amemtuhumu Putin kwa kujaribu kumjumu juhudi za kidiplomasia za kufanikisha usitishaji mapigano wa haraka. Mjumbe wa Marekani Stephen Witkoff, ambaye alikutana na Putin Alhamisi mjini Moscow, awali alikataa kujibu swali kuhusu jinsi ardhi inavyokaliwa na Urusi nchini Ukraine inaweza kushughulikiwa katika makubaliano yoyote, wakati wa mahojiano na chombo cha habari cha CNN cha nchini Marekani. Kwa sasa Urusi inadhibiti takribani sehemu 5 ya Ukraine. Wakati wa kampeni yake ya urais, Trump mara kwa mara aliahidi kumaliza vita hivyo ambavyo vilianza na uvamizi wa Urusi kwa jirani yake mwaka 2022, siku ya kwanza ya serikali yake mpya. Chini ya mwezi mmoja baada ya kuapishwa, Trump alipiga simu kwa Putin katika mazungumzo yaliyodumu takriban dakika 90 kuhusu kuanza mara moja mazungumzo ya kumaliza vita hivyo. Mtazamaji wa Zone Media, hii ni taarifa ambayo inazungumzia ni kwa jinsi gani rais wa Marekani yupo kwenye jitihada za kuweza kumaliza vita vya Ukraine, ambapo kwa hivi sasa ni miaka mitatu toka vita hivyo vimeanza kupiganwa. Hivyo Rais Donald Trump anatarajiwa kuweza kuzungumza na Rais Vladimir Putin siku ya Jumanne wiki hii mapema kabisa kwa ajili ya kuweza kupata mwafaka, ikiwa tu Urusi inatoa masharti ya Ukraine kutojiunga na umoja wa NATO, ibakie nchi neutral, ndipo ambapo vita hivyo vitaweza kusitishwa. Na Urusi anafanya hivyo ni kwa ajili ya usalama wake na kwa ajili pia usalama wa taifa lake na nchi yake kwa ujumla, kwa ajili tu ya nchi zenye nguvu sasa Marekani kuto kuweka base zake katika nchi ya Ukraine. Na Ukraine ni sehemu ambayo ipo karibu sana nchi ya Urusi. Kwa hiyo Urusi anafanya juu chini Ukraine isijiunge na NATO, kwa sababu NATO ni adui yake mkubwa kwenye masuala ya kiuchumi na masuala mengine ya kidiplomasia na masuala ya kiulinzi zaidi. Sasa mtazamaji, tuone nini ambacho kitakuja kufuatia kauli hii ya Urusi kuitaka Ukraine kutojihusisha au kujiunga na NATO na ibaki neutral, ndipo ambapo vita vitaweza kusitishwa moja kwa moja kabisa. Tuone jinsi gani rais wa Marekani Donald Trump atakwenda kuzungumza na rais wa Urusi Vladimir Putin, ambapo watakwenda kuzungumza. Tutakuja kujua nini ambacho kimeweza kuafikiwa kama mataifa yenye nguvu hapa duniani. Hii ni Zone Media. Kwa taarifa zaidi jiunge nasi kila siku kwa kusubscribe, kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare.